Ya mpenzi mtazamaji wa chetu hii ya YouTube ya 5 Media, subscribe, like pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo leo kuna taarifa kwa umma kuhusiana na bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club ambayo imeweza kutoa barua ambayo inaeleza kusikitishwa na yale ambayo yameweza kutokea katika dimba la Benjamin Stadium Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo inaelezwa kwamba bodi ya wakurugenzi wa Simba imesikitishwa na kitendo cha baadhi ya watu kuvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi ya Simba Sports Club Murtaza Mangungu baada ya mchezo wao dhidi ya AS Tunisia kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Siku ya jana tumeweza kushuhudia klabu ya Simba Sports Club ikipata mabao ya kuongoza kipindi cha kwanza mabao 2-0 dhidi ya AS Tunisia, ambapo mchezo huo ulikuwa na pata ni kushike kipindi cha pili, ambapo AS Tunisia waliweza kufanikiwa kuweza kurudisha magoli hayo mawili na scoreboard ikasomeka 2-2. Sasa kufuatia vitendo hivyo visivyo vya kiungwana, uongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club imeweza kutoa taarifa hiyo kwa umma ikielezwa kwamba imesikitishwa na matukio hayo na vitendo hivyo vikubaliki na havitafumbiwa macho kwa uongozi wa klabu. Pia inatoa pole kwa mwenyekiti wa Mangungu kwa kadhia hiyo ambayo aliipata. Aidha, uongozi wa klabu umeandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wale wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha katika vyombo vya sheria, ikiwa ni pamoja na wale ambao waliweza kunaswa moja kwa moja na kamera kuhusiana na kuruka moja kwa moja katika hatua 1, 2, 3 za kutaka kuweza kufanya mambo yasiyokuwa ya kiungwana. Hata hivyo, uongozi wa klabu hiyo baada ya kuandika taarifa hiyo imewataka jeshi la polisi kuweza kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya dola. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yoyote anayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote ile. Barua hiyo imetolewa na Clatous Magori, mwenyekiti wa bodi pamoja na bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club tarehe 1 Februari mwaka 2026. Kufuatia matukio hayo, pia uongozi wa klabu ya soka Simba Sports Club itatarajiwa kuweza kutoa tamko lolote kuanzia sasa kuhusiana na hadhima kubwa ambayo inaendelea ndani ya wekundu wa Msimbazi, yani Simba. Kwa upande mwingine, kwa maoni mbalimbali ya mashabiki ambao walikuwepo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wameendelea kutoa hisia zao kuona namna ambavyo timu yao ya Simba Sports Club imezidi kushuka na kuporomoka siku za hivi karibuni, ambapo usajili ambao umeweza kufanyika pia umeonyesha kabisa kwamba kuna aina mpya ya wachezaji ambao wanakuja ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kufanya mabadiliko, lakini hiyo bado haitoshi kuaminisha maelfu ya mashabiki wa klabu ya Simba kwamba kikosi chao kipo imara. Na ndio maana unaona mashabiki wengi wa Simba Sports Club wameendelea kushikwa na jazba pindi michezo yao yote ya ligi kuu pamoja na michezo ya klabu bingwa barani Afrika. Ili Simba iweze kufuzu, inahitaji kushinda mechi zake zote mbili zilizobaki, na pia inahitaji kuwa katika kuwaombea wale ambao wanashindaniwa wao wasiweze kuongeza alama za kufika mbali. Hii ni 5 Media, don't forget subscribe, like pamoja